yake. Kundi la mataifa tajiri duniani la G7 limetoa mwito wa kusitishwa vita mara moja bila masharti nchini Sudan. Wapalestina takriban 10 wameuawa katika shambulizi la Israel huko ukanda wa Gaza. Na jumuiya ya kujihami ya NATO imeahidi kuendelea kuiunga mkono Ukraine kupambana dhidi ya Urusi. Habari kamili. Washington. Mawaziri wa mambo ya kigeni wa nchi tajiri kiviwanda na kiuchumi duniani za kundi la G7 wametoa mwito wa kusitishwa vita mara moja bila masharti nchini Sudan. Mwito huo umetolewa jana wakati vita hivyo vikitimiza miaka 2 tangu vilipozuka kati ya jeshi la serikali na wanamgambo wa RSF. Msemaji wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Stephanie Tremblay akizungumzia vita hivyo aliuambia mkutano uliofanyika huko London kwamba hali bado ni mbaya nchini Sudan. 2 years into a devastating war. Miaka 2 ya vita vibaya kabisa. Sudan bado iko kwenye mgogoro usiokuwa na mithili, huku raia wakiathirika. Mashambulizi yasiyobagua na mashambulizi ya anga yanaendelea kuwaua na kuwajeruhi watu. Masoko, hospitali, shule, maeneo ya ibada na hata maeneo yalikojihifadhi wasiokuwa na makazi yanashambuliwa. Unyanyasaji wa kingono umeenea, huku wanawake na wasichana wakipitia vitendo vya kikatili. Raia wanahangaika kutokana na ukiukaji mkubwa unaofanyika na mateso kutoka pande zote zinazopigana. And abuses from all warring parties. Mawaziri wa G7 na Umoja wa Ulaya wamezitaka pande hizo mbili zinazovutana huko Sudan kukaa kwenye meza mazungumzo yatakayoleta tija kumaliza vita hivyo vilivyozuka Aprili mwaka 2023. Tamko la kundi la G7 limetolewa chini ya kiwingu cha mkutano wa kimataifa wa kuisaidia Sudan uliofanyika jana mjini London nchini Uingereza, uliowashirikisha wajumbe kutoka mataifa takriban 20 duniani. Ujerumani, ambayo ni miongoni mwa nchi za kundi la G7, iliahidi kutoa dola milioni 142 kwa ajili ya kuisaidia Sudan na mataifa jirani. Katika mkutano huo wa London, mashirika mengi ya msaada yalilalamika juu ya kupuuzwa mgogoro huo wa Sudan duniani. Gaza. Watu wasiopungua 10 wameuawa katika shambulizi la Israel lililoilenga nyumba moja huko kaskazini mwa Gaza. Ripoti hiyo imetolewa na shirika la habari la Palestina Wafa, ambalo pia limenukuu vyanzo vya madaktari vilivyosema kwamba watu wengine wengi walijeruhiwa. Jeshi la Israel limesema linachunguza ripoti hiyo. Shirika la Wafa limechapisha picha zinazotajwa kuonesha athari za shambulio hilo lililofanywa usiku wa kuamkia leo katika wilaya iliyoko mashariki mwa Gaza City. Jeshi la Israel limekuwa likiendesha operesheni iliyoanzisha kwenye eneo hilo mwishoni mwa juma lililopita kutanua kile inachokiita eneo la usalama, na raia wametakiwa kuondoka kwenye eneo hilo. Leo waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema vikosi vyake vitabakia milele kwenye maeneo hayo yanayoitwa maeneo ya usalama katika ukanda wa Gaza, Lebanon na Syria. Kiev. Katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami ya NATO Mark Rutte ameahidi Ukraine kwamba mfungamano huo wa kijeshi utaendelea kuiunga mkono nchi hiyo dhidi ya mashambulizi ya Urusi. Rutte ameyasema hayo jana wakati akiutembelea mji wa Odessa pamoja na Rais Volodymyr Zelensky. Katibu mkuu huyo wa NATO kwenye ujumbe wake aliouandika kwenye mtandao wa X amesema raia wa Ukraine wamepitia matatizo mengi kutokana na mashambulio ya Urusi, ikiwemo shambulio la Jumapili dhidi ya mji wa Sumi lililosababisha vifo vya takriban watu 35. Katika mazungumzo na waandishi wa habari akiwa na Mark Rutte, Rais Zelensky alitoa ujumbe kuwatahadharisha wajumbe wa Marekani wanaohusika kwenye mazungumzo na Urusi dhidi ya kufikia maamuzi yasiyokubalika kuhusiana na maeneo ya Ukraine yanayokamatwa na Urusi. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka DW Bonn. Beijing. Mgogoro kuhusu ushuru kati ya Marekani na China umeendelea kushika kasi
China leo imesema haiogopi kuingia kwenye vita vya kibiashara na nchi hiyo na imesisitiza mwito wa kufanyika mazungumzo. Msimamo huo wa China umetolewa baada ya rais wa Marekani Donald Trump jana Jumanne kusema China inapaswa kutafuta makubaliano na nchi yake. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Beijing, Lin Jian, amefahamisha kwamba ikiwa Marekani inataka kweli kutatua suala hili kupitia mazungumzo yatakayozingatia usawa, kuheshimiana na kwa maslahi ya pamoja, inabidi kwanza iache kuishinikiza, kuitolea vitisho na kuhujumu China. Trump aliwekea China ushuru wa jumla ya 145% na baadaye kutangaza kuondoa ushuru kwa muda kwa bidhaa za kiteknolojia kama simu na kompyuta. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari kutoka DW Bonn. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Asante Saumu. Mchana huu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden amshambulia kwa lawama Rais Trump juu ya kuvuruga mfumo wa usalama wa jamii katika hotuba adimu kwa umma. Makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othman Masoud Othman arudisha rasmi fomu ya kuomba ridhaa ya chama chake cha ACT Wazalendo kugombea nafasi ya urais wa Zanzibar. Na michezoni, miujiza ilishindikana katika mechi za mkondo wa pili wa robo finali ya ligi mabingwa Ulaya. Barcelona na PSG za tinga nusu finali licha ya vichapo. Katika matangazo haya tutajadili pia kwa kina mzozo wa nyuklia wa Iran na juhudi zinazoendelea za kutafuta ufumbuzi. Usiende mbali. Matangazo haya pia yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na channel yetu ya YouTube, na ukiwa hapo unaweza kusubscribe na kuandika maoni yako, tutayasoma hapo baadaye. Tunaanzia Marekani ambapo rais wa zamani Joe Biden amemshambulia kwa lawama rais wa sasa Donald Trump juu ya kuvuruga mfumo wa usalama wa jamii katika hotuba adimu kwa umma. Wakati huo huo, utawala wa Trump unapanga kukata ufadhili kwa mashirika zaidi ya Umoja wa Mataifa. Zainab Aziz anaeleza kwa kina. Rais wa zamani wa Marekani Joe Biden ameukosoa mwenendo wa utawala mpya wa Marekani kuhusu usalama wa jamii, akitahadharisha juu ya kutokea mgawanyiko mkubwa nchini humo. Akitoa hotuba yake ya kwanza hadharani tangu aondoke madarakani, Biden ameongeza kusema kuwa utawala wa Trump umevuruga kabisa mfumo wa hifadhi ya jamii nchini Marekani. Katika muda usiozidi siku 100, utawala huu mpya umefanya uharibifu mkubwa na umevuruga pakubwa. Ni jambo la kustaajabisha sana kwamba hili linaweza kutokea katika muda mfupi namna hiyo. Wamechukua hatua za uhasama katika usimamizi wa hifadhi ya jamii. Rais huyo wa zamani wa Marekani Joe Biden amemlaumu Rais Trump na wajumbe wa chama chake cha Republican kwa kutishia uthabiti wa maisha ya angalau wa Marekani milioni 73 ambao wanapokea misaada ya serikali kwa sasa. Mada aliyoichagua Biden ya usalama wa jamii inalenga kuongeza shinikizo kwa Trump katika juhudi zake za kuirekebisha serikali, ambapo analipa kipaumbele swala la kupunguza wafanyakazi. Trump na msaidizi wake bilionea Elon Musk wanasisitiza kuwa hilo ni sehemu ya utendaji kazi wa idara ya ufanisi ya serikali inayoongozwa na Elon Musk. Hata hivyo, wanachama wa chama cha Republican wanaonekana kupuuza hotuba hiyo ya Biden, huku Rais Donald Trump akichapisha video kwenye mitandao ya kijamii inayomwonyesha Biden akizungumza kwa tabu, kana kwamba ni mtu asiyejua anachokisema, bila kuweka maoni yoyote. Rais Donald Trump tangu arejee madarakani wakati wote ameendelea kumkosoa mtangulizi wake huyo. Wakati huo huo, utawala wa Trump unapanga kukata ufadhili kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani na mashirika mengine. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema endapo Marekani itachukua hatua hiyo, basi litaathirika vibaya katika utoaji wa huduma zake. Na wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umesema utalazimika kupunguza wafanyakazi wake takriban 2600 ambayo ni 20% ya idadi jumla ya wafanyakazi wa mashirika ya misaada, kutokana na utawala wa rais wa Marekani Donald Trump kupunguza ufadhili kwa mashirika ya Umoja wa Mataifa.
Ni sauti ya Zainab Aziz. Katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami ya NATO Mark Rutte amesema jumuiya hiyo itaendelea kuiunga mkono Ukraine, na ameyasema haya wakati wa ziara yake ya kushtukiza nchini Ukraine. Wakati huo huo, jeshi la anga la Ukraine limesema Urusi imefanya mashambulizi yaliyohusisha droni 97 kuelekea nchini humo usiku wa kuamkia Jumatano. Angela Mdungu na mengi zaidi. Mark Rutte ametoa ahadi ya NATO kuendelea kuisaidia Ukraine jana Jumanne alipokuwa katika mji wa bandari wa Odessa, ambapo pia amekutana na kufanya mazungumzo na Rais Volodymyr Zelensky. Amesisitiza kuwa zaidi ya euro bilioni 20 za msaada wa kijeshi tayari zilishahidiwa na washirika wa mfungamano huo wa kijeshi katika miezi mitatu ya mwanzoni mwa mwaka huu. Mkuu huyo wa jumuiya ya kujihami ya NATO amefanya ziara hiyo siku kadhaa baada ya Urusi kushambulia mji wa Sami kwa makombora mawili katika mashambulizi yaliyosababisha vifo vya takriban watu 35 wakiwemo watoto wawili. Katika ziara hiyo ya kushtukiza, Rutte akiwa ameambatana na Zelensky waliwatembelea wanajeshi waliojeruhiwa katika mzozo unaoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Alitumia nafasi hiyo kuwakabidhi tuzo maalumu za kutambua mchango wao katika kuilinda Ukraine na kusema kuwa mnatumia muda wenu, siku, wiki na miaka katika maisha yenu kufanya hivi, na tunaona hili ni muhimu sana, na hii ndiyo tofauti kati ya Ukraine na Urusi. Ni tofauti kati ya udikteta na demokrasia. Kwa upande wake, Rais Volodymyr Zelensky wakati wa ziara hiyo amesema wa Ukraine ndio wenye maamuzi kuhusu maeneo ya taifa hilo. Ametumia pia nafasi hiyo kuwaonya wapatanishi wa Marekani katika mazungumzo na Urusi kuwa wasifanye maamuzi yasiyokubalika kuhusu maeneo ya Ukraine yaliyotekwa na Urusi. Muda mfupi baada ya ziara hiyo, maafisa katika mji huo wa Odessa wamesema shambulio la droni lililofanywa na Urusi kulenga mji huo wa bandari limewajeruhi watu 3. Moto ulizuka baada ya shambulio hilo, huku nyumba kadhaa na miundombinu ya kiraia ikiripotiwa kuwa imeharibiwa. Ni wakati jeshi la anga la Ukraine likiripoti kuwa Urusi imeishambulia nchi hiyo kwa ndege 97 zisizo na rubani usiku wa kuamkia leo Jumatano. Taarifa ya jeshi hilo imesema lilifanikiwa kuzidungua droni 57 kati ya zilizorushwa. Droni nyingine 34 zimeripotiwa kuwa zilipoteza mwelekeo. Hata hivyo, jeshi hilo halikutoa taarifa kuhusu droni 6 zilizosalia. Shukran Angela Mdungu. Safari yetu mchana huu inatufikisha Afrika. Makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masoud Othman leo amerudisha rasmi fomu ya kuomba ridhaa ya chama chake ili apitishwe kuwa mgombea wa urais wa Zanzibar katika uchaguzi mkuu unatarajiwa mwaka huu. Salma Said ametuandalia taarifa ifuatayo. Tukio hilo limefanyika katika ofisi kuu za chama hicho. Mara baada ya kukamilisha, alizungumza na waandishi wa habari na kusema, Zanzibar inastahili kupiga hatua kubwa kiuchumi na kijamii, na inazo fursa za kufanya hivyo ikiwa itapata uongozi sahihi. Othman amesema uamuzi wake wa kuwania nafasi hiyo umetokana na dhamira yake ya kuleta mabadiliko ya kweli kwa wananchi wa Zanzibar, mabadiliko yatakayojikita katika utawala bora, haki za binadamu na uwajibikaji wa viongozi wa serikali. Zanzibar inahitaji mwelekeo mpya wenye kukomesha ufisadi, unaodhibiti ubadhirifu wa mali ya umma na kuimarisha misingi ya haki na utawala wa sheria. Kupitia uchumi wa huduma, Zanzibar inategemea sana utengamano wa kijamii ambao unavutia wawekezaji wakubwa, uwekezaji wa ndani na pia jamii kubwa ya Wazanzibari walioko nje ya nchi. Suala la umoja wa kitaifa na maridhiano, sisi ACT Wazalendo tunaamini kwa kina juu ya umoja wa Zanzibari kwenye ujenzi wa nchi yao. Tunaamini kwa dhati kabisa kwa maridhiano ndi njia mwafaka ya kupita kuelekea lengo la Zanzibar mpya, na tumejipanga kuiandaa kikamilifu njia hiyo. Othman aliahidi ajenda yake ni kuimarisha misingi ya haki na matumaini ya wananchi wote pamoja na kuimarisha serikali ya umoja wa kitaifa. Kiongozi mkuu wa chama hicho Dorothy Semu, ambaye alisema uchaguzi huu ni wa mapambano. Chama cha ACT Wazalendo
Tutaendeleza mapambano ya kupigania mageuzi ya mfumo wa uchaguzi hadi dakika ya mwisho. Kwa upande mwingine, Chama cha Mapinduzi CCM tayari kimempitisha rais wa sasa wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi kuwania muhula wa pili, hali inayoashiria ushindani mkali kati ya wagombea wawili hao katika uchaguzi ujao. Salma Said, DW, Zanzibar.